Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa anamuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Tayari hiyo ilikuwa ni sala ya buriani ambayo imeongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, Baba Rugambwa, na ni kardinali. Na sasa kinachofuata hapo tayari ataweka kwa chetezo. Lakini wakati huo hayo yanaendelea, tumeyasikia mengi wakati wa salamu za pole ama salamu zile za kutia faraja na matumaini kwa ndugu jamaa na marafiki, kila mmoja kwa namna ya pekee jinsi ambavyo alimsemea Baba Mwadhama. Yako mengi, lakini pia hii tumesikia kutoka kwa Mhashamu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kiukweli amejivunia kuwa na baba mnyenyekevu, baba mpole na baba msikivu, na baba ambaye alikuwa tayari muda wote kutumwa na mtoto, na alijisikia fahari sana kwa sababu huko alikokuwa anatumwa alikwenda kupanda mbegu. Na huo moyo wa kujituma na kujitoa ndani ya miaka 8 aliyoishi baba kardinali pamoja na Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu, katika kuumwa kwake, Baba Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi alipokuwa kumwambia baba, naomba nenda parokia hii kunisaidia, baba alikuwa anajisikia. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Wakati tunaandamana kwa wale ambao nimewataja, lakini wakati huo huo katika sehemu hizo tulizopo, wale wasimamizi waweze kupokea rambirambi kwa wale ambao hawakuweza kuziwasilisha. Lakini tukiwa katika maeneo tuliopo, wengine niombe msifanye mitembeo, mbaki mlipo. Na hao waliokuwepo kwenye hii shedi ya adhimisho, skrini kubwa itasogezwa hapa kati mbele yetu. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Baba wa mbinguni, Mungu Mwana mkombozi wa dunia, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu
Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja. Maria Mtakatifu, mzazi mtakatifu wa Mungu. Bikira mtakatifu, mkuu wa mabikira. Watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Malaika wote watakatifu. Mtakatifu Ibrahimu. Mtakatifu Musa. Mtakatifu Eliya. Mtakatifu Yosefu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Watakatifu mababu wa kale na manabii. Watakatifu Petro na Paulo. Mtakatifu Andrea. Watakatifu Yohane na Yakobo. Mtakatifu Toma. Mtakatifu Mateo. Watakatifu mitume. Mtakatifu Luka. Mtakatifu Marko. Mtakatifu Barnaba. Mtakatifu Maria Magdalena. Watakatifu wafuasi wa Bwana. Mtakatifu Stefano. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia. Mtakatifu Polikarpo. Mtakatifu Yustino. Mtakatifu Antoni. Mtakatifu Benedikto. Mtakatifu Bernardo. Watakatifu Francisco na Dominiko. Mtakatifu Tomaso wa Aquino. Mtakatifu Inyasi wa Loyola. Mtakatifu Francisco Xaveri. Mtakatifu Vincenti wa Paulo. Mtakatifu Yohane Maria Vianney. Mtakatifu Yohane Bosco. Mtakatifu Katarina wa Siena. Mtakatifu Teresa wa Yesu.
Mtakatifu Rosa wa Lima, Mtakatifu Ludoviko, Mtakatifu Monika, Mtakatifu Elizabeti wa Hungaria, watakatifu wote, utufanyizie, utuokoe Bwana katika uovu wowote, utuokoe katika dhambi yoyote, katika mitego ya Shetani, katika hasira na maonevu yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mtu kwako, kwa kuzaliwa kwako, kwa ubatizo na mfungo wako, kwa msalaba na mateso yako, kwa kufa na kuzikwa kwako, kwa kufufuka kwako, kwa ajabu ya kupaa kwako, kwa majilio yako matukufu, kwa kutupelekea Roho Mtakatifu, utusamehe, twakuomba utujalie tutubu kweli, utusamehe, utufanyizie tuwe imara katika uchaji, uwajalie mema ya milele wote waliotutendea mema, utujalie mazao ya shamba na uyatunze, utufanyizie, uzielekeze nyoyo zetu katika mambo ya mbinguni, uwajalie marehemu wote pumziko la milele, uzikinge roho zetu na za ndugu zetu na za jamaa na wafadhili wetu zisilaaniwe milele.
Uikinge dunia kwa tauni na njaa na vita. Uwajalie watu wote amani na umoja. Ulisimamie na ulilinde kanisa lako takatifu. Uwalinde Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika kanisa. Uwajalie Wakristo wote umoja. Uwafikishe watu wote kwenye mwanga wa Injili. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu. Let us pray. Lord Jesus Christ, by resting 3 days in the tomb, you so hallowed the graves of all who believe in you, that while serving and burial places for our bodies, they also inspire the hope of resurrection. Merciful, grant that your servant, Polycarp Cardinal Pengo, who has fallen asleep, may rest peacefully in this grave. Until you, the resurrection and the life, raise him up and shine upon him. In the light of your face, may he behold eternal light in heaven, who live and reign forever and ever. Let us pray for our brother, Polycarp Cardinal Pengo, to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he die, shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. You wept at the death of Lazarus. Wipe away our tears. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
You raised the dead to life. Our brother was nourished at the sacred banquet of your body and blood. Welcome him to the table in your kingdom. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. As we mourn the loss of our brother, comfort us through the consolation of faith and the hope of eternal life. We pray to the Lord. Show your servant, O Lord, this mercy, that you not count his deed against him. For he sincerely desired to do your will, as the true faith joined him to the company of the faithful here on earth. So may your compassion unite him to the choirs of angels in heaven. Through Christ our Lord. Sasa jeneza lenye mwili wa mwadhama Polycarp Kardinali Pengo linashushwa kaburini. Kwaya, wimbo. Wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo unashushwa sasa kaburini.
swear to call our brothers Polycarp, Cardinal Pengo, from this life to himself. We commit him body to the earth, that it may return to the place from which it was drawn. Christ has risen, the firstborn of the dead, who will transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. Let us then commend him to the Lord. May he receive him into his peace and raise up his body on the last day. In the water you were baptized. May God complete what he began in baptism. He grants your eternal life. You come from the earth, and to the earth you shall return. But the Lord will raise you up on the last day. Sasa ni zoezi la kuweka udongo. Mwadhama Fridolin Kardinali Ambongo anaweka udongo katika kaburi. Askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Yuda Tadeus Lwaichi na askofu msaidizi Heri Mchamungu mweke udongo. Rais wa baraza la maaskofu Wolfgang Pisa na makamu wafuate makadinari Mwadhama Protes Cardinal Rugambwa na Mwadhama Antoine Cardinal Kambanda. Nuncio Barozi wa Baba Mtakatifu, maaskofu wakuu, baada ya maaskofu, makamu wa rais serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, askofu pamoja na Abate Pambo, Mheshimiwa makamu wa rais, waziri mkuu, mwakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama,
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, nyuma yao kuweka udongo, Padre Masamba Niko, wawakilishi wa familia, dada wa marehemu Mama Kamsini na Dr. Polycarp Pengo, Sister Antonia DMY na Padre Amaliras MMY. Padre Frank Mtavango na Sister Immaculata Dimoso. Padre Ferdinand Luko, mwakilishi wa Salvatoriani, mwakilishi Utoto Mtakatifu, mwakilishi Jimbo Teali, mwakilishi familia ya Mwalimu Nyerere, Eno Frank Eshiet, Baba Askofu Liberatus Sangu, sikuwa nimekutaja jina, natumaini ulishasogea. Sasa kaburi la mpendwa wetu hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo linafunikwa. Kwaya
kwaya. O God, your days are endless, and your mercies are countless. Always remind us that life on earth is short, and that we do not know when we will die. May your Holy Spirit guide us in holiness and righteousness all the day of our life. May we arrive safely in your kingdom through Christ our Lord. Eternal rest grant into him, O Lord, and to perpetual light shine upon him. May the sign of the Lord our Redeemer, Jesus Christ, who redeemed you with this sign, be written on you. May you rest in peace. Sasa tunaweka mashada ya maua juu ya kaburi la Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Kwa utaratibu ufuatao, tunaongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi, Askofu Msaidizi Henry Mchamungu, fuatiwa na Mwadhama Fridolin Kardinali Ambongo Busengu aliongoza mazishi. Afuate Rais wa Baraza la Maaskofu na makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu, Mwasham Eusebius Zigirwa. Wafuate mababa Kardinari, Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Mwadhama Anthony Kardinali Kambanda. Balozi wa Baba Mtakatifu. Maaskofu wakuu.
Abate Pambo, Askofu Liberatus Sangu, Mama Kamsini na Dr. Polka Pengo, Padre Nicholas Masamba, Sister Dorini, Sister Antonia DMY, Padre Amariras MMY, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, mwakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Padre Frank Mtavangu na Sister Immaculata Dimoso, na mwaka 1885 kanisa hili lilijengwa na wamisionari waliokuja kueneza dini katika eneo hili. Mwaka 1889 wakauawa wakiwa katika shughuli zao za kueneza dini. Walikuwa 18 kutoka Ujerumani, na hapo ndipo alipozikwa Mwadhama Kardinali Polka Pengo. Pumzika kwa amani. Kwako Po, uweze kuendeleza gurudumu hili. Basi mapadi popote mlipo, tunaungana na baba Askofu Mkuu kuimba. Naam, shukrani sana Njoba Mwajibe. Mtazamaji, na sasa tuendelee kufuatilia kile ambacho kinafanyika katika kanisa hili dogo alipozikwa Kardinali Pengo. Te suspiro.
Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Apumzike kwa amani. Basi maandamano yanatoka hapa. Mkiacha hiyo njia, basi kwa utaratibu mje mpambe wenye maua parokia na taasisi mbalimbali. Wengine wamenitajia kwa majina, sitotaja majina, lakini mapambo yote mlioyaleta kwa ajili ya kupamba kaburi la hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, naomba mfanye hivyo. Pengo inavyohitimishwa katika eneo la hija lililopo Pugu jijini Dar es Salaam, takriban kilomita kama 20 hivi kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam, na inaelezwa kwamba Kardinali Pengo alikuwa anapenda sana kutembelea eneo hili kwa ajili ya kufanya misa mbalimbali. Hata tangu akiwa kijana kabisa akifundisha katika chuo cha Segerea pale akiwa ni gambera ama rector, alifika katika eneo hili, na nikukumbushe tu kwamba eneo hili ni eneo ambalo wamezikwa wamisionari 14 ambao walifika Tanzania mwaka 1888. Hata hivyo Na mtazamaji wa mitandao yetu ya kijamii ya Radio Maria Tanzania na vyombo vingine vyote ambao tumejiunga kwa pamoja, tunawashukuru sana kwa kushiriki pamoja na sisi katika mazishi haya ya kumwombea marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo.